Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Asante. Yes bwana, moja kati ya mchezo mkubwa wa kombe la shirikisho barani Afrika, hatua ya nusu fainali ambao unasubiriwa na wadau wengi wa soka barani Afrika, hususan katika nchi ya Tanzania na nchi ya Afrika Kusini, ni mtanange ambao utakwenda kuikutanisha klabu ya soka ya Simba Sports Club dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Stellenbosch kutokea pale Afrika Kusini. Mechi ya mkondo wa kwanza inatarajiwa kuchezwa katika ardhi ya Tanzania visiwani Zanzibari tarehe 20 ya mwezi wa 4 mwaka 2025, na mchezo utakwenda kuchezwa majira ya saa 10 jioni katika uwanja wa New Amani. Na mara baada ya mchezo huo kumalizika, tunaona moja kwa moja kikosi cha wekundu wa Msimbazi kitaelekea bondeni kwa Madiba, yani Afrika Kusini, kwa ajili ya kwenda kucheza mechi ya mkondo wa pili, ambapo mechi inatarajiwa kuchezwa tarehe 27 ya mwezi wa 4 mwaka 2023. Kulika katika mchezo huu, watu wengi wanatamani kuifahamu klabu ya soka ya Stellenbosch ambao wamepangwa na klabu ya soka ya Simba. Historia yake, je, ni klabu ya aina gani? Je, klabu hii itakwenda kumpa upinzani gani klabu ya soka ya Simba? Kwa sababu ikumbukwe, Stellenbosch ni klabu kutokea Afrika Kusini, na sote tunafahamu Afrika Kusini ni miongoni mwa taifa ambalo lina vilabu vigumu kama Orlando Pirates, Kaizer Chiefs, Mamelodi Sundowns na vinginevyo. Kwa hiyo tunaona Stellenbosch nao pia ni miongoni mwa klabu ngumu kutokea pale Afrika Kusini. Sasa ngoja tukaifahamu historia kidogo ya klabu ya soka ya Stellenbosch kutokea Afrika Kusini. Fahamu, klabu hii si klabu kubwa, ni klabu changa, hususan katika michuano mikubwa ya kombe la shirikisho. Hata kuanzishwa kwake, klabu hii ilianzishwa miaka 8 nyuma, yani tarehe 3 Agosti mwaka 2016. Fahamu, kwa sasa kocha ambaye anakinua kikosi cha timu ya soka ya Stellenbosch ni kocha Steven Barker, ambaye pia alishawahi kukutana na klabu ya soka ya Simba akiwa na klabu ya soka ya Orlando Pirates. Kwa hiyo ni kocha ambaye anaifahamu klabu ya soka ya Simba Sports Club. Fahamu, Stellenbosch jina lake kabisa ni Stellenbosch Football Club, ni klabu ya michezo pale nchini Afrika Kusini. Msimu wa mwaka 2023-2024 walimaliza katika nafasi ya 3, ndio maana wakapata nafasi ya kushiriki kombe la shirikisho barani Afrika. Na ukiangalia klabu hii iliweza kucheza mechi zile za awali za kombe la shirikisho barani Afrika. Sasa ngoja tukaangalie ile hatua ya awali kabisa. Hatua ya awali walicheza dhidi ya klabu ya soka ya Nzigizin, ambapo Nzigizin kwa upande mwingine waliweza kufungwa kwa aggregate ya mabao 8-0. Ni mechi ya kwanza nyumbani walishinda bao 5-0, ugenini wakashinda 3-0. Lakini hatua ya pili wakakutana na Vita Club kutokea nchini Kongo, ambapo mechi katika hatua ya pili walitoa sare ugenini, yani pale Kinshasa Kongo, dhidi ya Vita Club. Mara baada ya hapo, tunaona kwa upande mwingine pale nyumbani kwa Afrika Kusini wakaweza kushinda bao 2-0. Kwa hiyo ni klabu ambayo pia tukiangalia inapata matokeo wakiwa nyumbani na nje ya nyumbani. Hatua makundi, klabu hii tunaona kwa upande mwingine walikuwa kundi moja na Stade Malien ya Mali, Berkane ya pale nchini Morocco na Sidi Luanda Sul ya nchini Angola. Fahamu, katika mechi ya kwanza dhidi ya Stade Malien ya ugenini waliweza kukula kipigo cha mabao 2-0, lakini mara baada ya hapo tunaona wakaja kulipa kisasi nyumbani kwao, wakapata ushindi wa mabao 2-0. Na tunashuhudia katika hiyo hatua makundi walikutana na klabu ya Sidi Luanda Sul ya nchini Angola. Mechi ya kwanza ugenini walipata ushindi wa bao 1-0, nyumbani wakaweza kufungwa mabao 2-0. Lakini dhidi ya RS Berkane tunaona aliweza kuchezea mechi zote, yani nyumbani kwake pale Afrika Kusini alifungwa bao 3-1 dhidi ya RS Berkane, na ugenini akaenda kufungwa bao 5-0. Kwa hiyo tunaona ni klabu ambayo kwa upande mwingine katika mechi ambazo wamecheza kutoka hatua ya awali mpaka hatua makundi, kipigo kikubwa ambacho waliwahi kukitoa ni kufunga bao 5-0 Nsingizin, lakini wao wenyewe pia wamechezea kipigo cha mabao 5-0 dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya RS Berkane ya pale nchini Morocco. Lakini tunaona katika hatua ya robo finali walipangiwa na klabu ya soka ya Zamalek kutokea nchini Misri, ambapo Zamalek sote tunafahamu ndiye bingwa mtetezi wa kombe hili la shirikisho. Lakini maajabu ya Mungu ni kwamba klabu ya soka ya Zamalek waliweza kuondoshwa tena kwa kufungwa na klabu ya soka ya Stellenbosch. Mechi ya kwanza Zamalek ugenini
Kwa upande mwingine aliweza kutoa sare ya 0-0, lakini nyumbani kwake Zamalek aliweza kufungwa 1-0. Kwa tunashuhudia kwa upande mwingine klabu hii imeweza kuitoa klabu ya soka Zamalek tena wakiifunga nyumbani kwao. Na tunaona kwa sasa katika ligi kuu ya nchini pale Misri almaarufu kama DStv Premium League, basi kwa upande mwingine tunaona klabu ipo katika nafasi ya 3 wakiwa wamecheza mechi 23, wameshinda michezo 10 katika michezo 23, sare ni michezo 8 na poteza michezo 5, wakifunga mabao 28 na kuruhusu mabao 17, wakiwa na alama 38 katika nafasi ya 3. Lakini Stellenbosch wakwenda kutana Simba ambayo yenyewe nao pia imeweza kufanya mabalaa makubwa kuweza kuweka historia kwa mara ya kwanza. Tunaona kwa upande mwingine Simba Sports Club wameweza kuqualify kwenda hatua ya robo finali michuano mikubwa ya kombe la kwenda robo finali kisha kwenda nusu finali kombe la shirikisho kwa mara ya kwanza. Kwa hiyo tofauti ya Simba Sports Club na Stellenbosch katika hatua ya nusu finali, yani Stellenbosch hii ni mara yake ya kwanza kushiriki michuano mikubwa ya kombe la shirikisho, lakini wameweza kuingia hatua ya makundi mpaka wameweza kwenda robo finali na kupenya kwenda nusu finali. Kwa hiyo hii lazima iwaogopeshe Simba kidogo, kwa sababu ukiangalia Simba wao mara kwa mara walikuwa wakistruggle na kuishia katika hatua ya robo finali. Kwa hiyo ni mpinzani mgumu, lakini mbele ya mnyama Simba wanakuambia kwa Mkapa hatoki mtu. Na kwa sasa slogan hiyo wamehamishia visiwani Zanzibar, na hiyo wanasema kwamba tunavuka. Hii tunavuka kimaanisha kwamba Simba Sports Club wamezamiria ubaya ubuela msimu licha ya kutengeneza timu yao, lakini Simba Sports Club wanajivunia zaidi benchi lao la ufundi linaloongozwa na mtaalam Fadlu Davis, ambapo Fadlu Davis ukiangalia ni kocha ambaye naye pia ameanza kuinua Simba msimu, na amekuwa ni kocha ambaye anakuja na mbinu nyingi na mara nyingi ndiye ambaye anakuwa akimaliza mchezo. Na kitu kingine, Fadlu ni Mwafrika Kusini, kwa hiyo anakwenda kukutana na Waafrika Kusini wenzake kutokea pale Afrika Kusini ambao ni Stellenbosch. Kwa hiyo klabu hii anaijua na ni miongoni mwa klabu ambayo anatokea nayo eneo moja, kwa hiyo story zote anazifahamu. Kwa hiyo itakuwa ni faida ama advantage kubwa kwa klabu ya soka Simba, na ndio silaha kubwa kwa Simba ambao wanaitegemea kwa ajili ya kwenda kuiangamiza klabu ya soka ya Stellenbosch. Nini maoni, nini mtazamo ikiwa Simba ndio klabu imefuzu hatua ya nusu finali kwa mara ya kwanza na Stellenbosch wamefuzu nusu finali michuano mikubwa ya kombe la shirikisho kwa mara ya kwanza? Kwa upande wako wewe, je, ni klabu gani ambayo unaona kwenda kuqualify kwenda hatua ya nusu finali? Kama Mtanzania unaamini Simba Sports Club watakwenda kupeperusha bendera, like video yetu afu tuambie kwa upande wako wewe unaiona Simba ikiondosha klabu ya soka ya Stellenbosch kwa aggregate, yani jumla ya michezo yote miwili, magoli yatakuwa ni mangapi? Kuna wataalamu wa tiba za asili, lakini Sheisa Sultan ndiyo kiboko yao. Kutana na Sheisa Sultan kwa huduma zifuatazo: kusafisha nyota, matatizo ya uzazi, mvuto wa biashara, kuondoa nguvu za giza, kurejesha nguvu za kiume, kukomesha usaliti kwenye ndoa, kushinda bahati nasibu. Jinsi ya kuwasiliana na Sheisa Sultan, unaweza kumpigia simu namba 0756465818 au 0680476277. Pia unaweza kumtafuta kupitia WhatsApp kwa namba hizo hizo. Mpigie muda wote Sheisa Sultan ili utibiwe. Hakika Sheisa Sultan ndiyo kiboko yao.